Tunafahamu changamoto ya bei ni tatizo la kidunia, na tutumie kikao hichi sasa kujadiliana na kuulizana nini jukumu letu sasa pale ambapo bei imeshuka. Tufanye nini kakao yetu bado iwe na bei nzuri regardless ya changamoto za soko la dunia. Je, kiwango tunachozalisha kinatutosha au kinatupa sauti ya kubageni? Nadhani tutakuwa na maswali mengi ya kujiuliza, kwa maana ya kwa kuwa changamoto ya bei ni ya kidunia, jukumu letu kuibadili ni dogo, kwa sababu ya sauti yetu ni dogo kuendana na volume tunayozalisha. Thamani ya mauzo ambayo tunaipata ni kweli imeshuka kati ya mwaka 2024 mpaka 2025, lakini wote tunafahamu ni kwa sababu kubwa ambayo ni bei. Lakini pamoja na hivyo, tuendelee kuweka juhudi za kuongeza uzalishaji na ubora ili tuweze kufanyaje kupandisha hiyo bei. Serikali tunaenda kusimamia kuhakikisha kwamba mkulima wa Tanzania anaendana uwiano sawa na bei inayopatikana kimataifa. Na ndio maana unaona ni kweli bei imeshuka, lakini kwa sababu bei ya kimataifa ya soko la dunia pia imeshuka. Tanzania tunazalisha tani kati ya 16,000 na 20,000 kwa sasa. Malengo yetu na ndoto zetu ni kufika tani 300,000 ndani ya miaka 10, na tunaweza. Sisi Morogoro tunaamini kwamba uzalishaji huu utafanya zao letu liwe la utofauti. Tunaomba Kopra ishirikiane na TanTrade kutangaza kokoa yetu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. TanTrade waanze kazi ya kuanza kutangaza uzalishaji wa kokoa duniani kwa kufikisha kwamba Tanzania kuna zao la kokoa linazalishwa kwa wingi na wazalishaji wapo wazuri zaidi.